Kazi iliyobaki ni mtoto. Sambo umesimama. Karibu. Ni rahisi kuzama kwenye kina kirefu cha bahari. Mko tayari wape dili? Dili gani? Bana, kuna mshua mwanangu kanifuata, anaambia kuwa bana anataka mtoto mchanga. Hakuna mwanadamu anayejua hatima yake. Sisi hatuko kwa ajili ya kuua. Muda mwingine ukimya ni jibu tosha, lakini haimaanishi kwamba mwanadamu anashindwa kujibu. Na machozi ya mwanaume huishia ndani ya mwili. Sitamani kujuta, lakini roho inaniuma. Nimeacha watu wengi kule kuja kwenu mimi, niwe familia. Unanisaidiaje katika hili? Kwa upande wangu mimi najitoa. Sawa, tutafanya kazi. Ndugu yangu, mpaka hapa nilipo nimekuita wewe, sina msaada mwingine wowote. Kuna imani ulivyokuja nisaidia kwa ushauri wowote wale. Mimi hapo rafiki yangu, kuambia ukweli, cha kushauri mpaka hapo sina. Nimekusikiliza vizuri tu, nimekusikiliza vizuri sana rafiki yangu. Labda hapo cha kukusaidia, msaada wangu mkubwa yani, sijui hata labda kwenye weledi wako, kwenye mawazo yako umefikiria nini? Mimi niko nakaa hapa nawazua fanya nini. Sasa mimi cha kushauri hapo rafiki yangu, tena kilichokuwa kikubwa hapa, mpaka uende kwa mtaalamu. Mtaalamu ndiye anayeweza kukusaidia. Mtaalamu? Mtaalamu hapana ndugu yangu. Kwa nini? Mtaalamu siamini hata kidogo. Siamini hata kidogo. Basi mimi hapo cha kushauri sina rafiki yangu. Zaidi ya hapo mimi ndio hicho tu nilichokushauri.
langu lile lile. Mama wangu tangia aliponiaga anaenda kijijini mpaka leo hajanitafuta kwa simu wala hajapenda. Nimeamua nimtafute mimi. Na nikimpigia simu zangu akipokea anakata akisikia sauti yangu. Mbaya zaidi naenda kwa jirani kumwazima simu ili nimpigie. Alivyosikia sauti yangu ni alikata ghafla. Basi nikaenda kwa mwingine napo hivyo hivyo. Sielewi yule baba ana shida gani. Nimevurugwa vibaya mno. Ndio maana nikuja kwako hapa shoga yangu unishauri. Nataka kushauriana hayo mapenzi yako mkipita wapi? Hivyo ni hapa mjini siku hizi shida ni nyota au uelewi? Nitajulia shoga yangu ya mama. Mimi nakushangaa. Yaani wewe unataka kukaa ujitengemeze, yaani unakaa unamfikiria mwanaume hivyo una akili kweli wewe. Unajua kiasi gani nampenda. Ndio kila kitu kwangu. Mapenzi. Sikia nikwambie rafiki yangu. Hapa mjini sasa hivi umechafuka. Watu wanacheza na nyota za watu na maisha ya watu. Cha kukushauri kupeleke kwa mtaalamu akakutengeneze, akusafishe, tengenezea na huyo mtu wako. Unajua inanitia ugumu kwa sababu unajua mambo hayo mimi sinaga na sijajui. Sijazoea najiuliza nianzie wapi niishie wapi. Mimi nipo nakupeleka au na wasiwasi na mimi? Sisemi na wasiwasi na wewe lakini sijawahi, yaani ujasiri wa kwenda pale. Sijawahi. Sasa rafiki yangu usipotegemea mambo sasa hivi utamtegemea nani ambaye utamuelekeza kitu atakusaidia hata kwa ushauri wenyewe sasa hizi usaidii chochote. Watu wanakupambania mjini pamechafuka ndugu yangu. Kwa hiyo ushauri ukupa ambao ndio utakusaidia tu. Kama una muda una nafasi jiandae dada nikupeleke. Tengeneze. Siku mbili matokeo unaanza kuyaona. Kwa bwana atarudi mwenyewe bila kumpigia simu, bila kumfanya chochote. Mbona hakika nitasaidiwa? Unaamini? Kwa mimi lazima niulize kwanza. Sasa ile ndio mpeleke. Okay sawa basi. Kesho tutaenda. Sawa, hamna shida. Tumalizie vile basi na usikuze niondoke. Poa mama kuachwa. Kone nikijeli, si ndio hivyo? Nakuzuru. Atakukuta tu. Mimi shavuka huko. Sawa bwana, hamna shida. Tachu muchukuru wane taruge saka muyuche nuningo kubirekera umuchukuru wane tibarachi kukutora gisaka muyuhi akuna nurache uni nuningo kubirekera kana wange gucha iganke pakurekiya kigucha kana gusemba abungu bakure kimuyu Umekucha mchukuru wangu. Naliko kubirekera sanuche. Hano baliko kule kimuyu na buri gato bambane nabo. Bakule kito mahe. Unino manene ndi.
wiguli muchukurwani muchukurwani uchire mbaje na wenko makolo kani uli wewe